Wewe ndio unapeana, wewe unachukua. Nasema Bwana, ni wakati ambapo Mungu, siku ya leo ni siku ambayo Mungu umepanga na unajua. Kasema ya kwamba kuna siku ya kuzaliwa na kuna siku ya kufa. Angalia Mungu, haya mapenzi yako. Na acha Mungu tukapate kushukuru. Na tunakushukuru kwa ajili ya hili Mungu wangu. Baba yangu, tunatoka mahali kwa Bwana. Tunaanza huu msafara. Tunajikabidhi mikono mwako. Tunakabidhi msafara mikono mwako. Atuongoze njiani. Atulinde njiani. Acha Bwana msafara huu ukawa msafara baraka kwa ajili ya Mungu mkuu, Mungu mweza, Mungu tumaini, Mungu ambaye kulipeana, Mungu aliyemchukua. Acha Mungu nikushukuru ni kwa ajili ya kila jambo, kwa kuwa ni Bwana umesema kwamba nikushukuru kwa ajili ya kila hali ambayo Bwana tuko nayo katika ulimwengu huu. Asante Mwokozi kwa kuwa Bwana umekuwa pamoja nasi kuanzia mochari kule. Tumeanza msafara huu, tumekajikabidhi mikono mwako. Tunasafiri salama, tumefika mahali hapa salama. Jema nasema asante. Asante ni kwa ajili ya kila mmoja wetu amekuwa hapa Bwana. Asante Mungu kwa ajili ya sherehe hii Mungu wa mbinguni, kwa ajili ya siku kumsafirisha mpendwa wetu na Maria mtakatifu watakatifu. Mungu wangu, baba yangu, nasema asante. Ninajua hili kwa sababu ni Bwana. Karibu katika Bwana mpango wetu kwa mahali pa Mungu. Tuongoze kwa kila jambo, kwa kila kipindi cha Mungu wa mbinguni. Bwana mabwana, kaanze nasi kutoka mwanzo mipango ya watu tukiendelea na mahali hapa Mungu wangu. Nakapofika mwisho mtakatifu watakatifu. Nakushukuru kwa sababu ni Bwana Mungu pamoja nasi ambaye Mungu unastahili. Bwana mabwana, katuongoze, katutangulie, katufanikisha kwa kila jambo ya Mungu wangu. Ondoa kila falme zote ambazo Bwana zingeleta vikwazo. Baba yangu, naomba kapate kuondoa ili kwamba tukapate kuendelea na safari hii na mipango hii ambayo Bwana uliweka wenyewe. Nakapofika mwisho Mungu wangu, nazidi kushukuru na kutukuza kwa sababu ni Bwana. Endelea Bwana kuonekana, endelea kututia nguvu, endelea kutufariji. Maana pekee yetu hatuwezi, lakini Mungu wetu Baba yetu ni mshukuru. Bwana unaweza yote. Baba yangu, na yote nikijua kwamba Mungu nasi. Nani katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi wetu na Bwana. Maamuzi ya Mungu ni magumu kupokea, hili nalo ni gumu japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba, ukaruhusu watu toke mpendwa wetu. Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele.
twakushukuru kwa yote e Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha, yapo machozi yatiririka, tujikaze, njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, haleluya, tuonane bandarini kule, tuonane, tuonane Kifo popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuae muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Jina lako litukuzwe kwa sababu ya familia. Yehova Nisi, shuka ukayo faraja mkuu kati ya mioyo ya wapendwa hawa. Yehova Nisi, ukatie moyo. Hata sasa tunapoanza ibada hii, tuanze na wewe Mfalme, tukamilishe na wewe. Imani yako Mungu wa Israeli, ushika wako ukae pamoja nasi katikati yetu, kuwa ngao na kigao hapa, Mungu Ibrahim, Isaka na Yakobo. Jina lako litukuzwe na lihimidiwe sasa na milele. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Salama ndiye mwamba ni salama, njia yangu ikiwa ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Njia yangu ikiwa ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Damu yake na sadaka nategemea daima,
mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama. Neno la Bwana lasema, heri kwenda katika ile nyumba yenye kilio na maombolezo kuliko kuingia katika ile nyumba yenye furaha. It is good to mourn with those who mourn. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo hili likitendeka, mpendwa kama huyu ambaye ametuacha akilala, sisi twasema amelala. Maana kuna kuamshwa tena siku ile Bwana Yesu atarudi. Kuna wale wataamka kwa kilio na kusaga meno, kwa aibu, na kuna wale wataamka kwa furaha na shangwe bila kujificha, wakitaka kumuona huyo Bwana. Yake ashamaliza, wewe na mimi hatuna uwezo wala mamlaka juu yake tena, ila aliyemuumba akona huo uwezo, akona hayo mamlaka juu yake. Lakini kazi kubwa imebaki kwako na kwangu, sisi ambao kidogo bado tuna fursa ama muda wa kuendelea kuishi chini ya jua. Je, tutaishije ili siku yetu ya kuamka tuamke bila aibu, bila kujificha, ama bila kusaga meno? Wacha tusome kitabu cha Yakobo na Job, Ayubu 14. Yes. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi. Naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa. Hukimbia kama kivuli wala hakai kamwe. Nawe je, afumbua macho yako kumwangalia mtu kama yeye? Na kunitia katika hukumu pamoja nawe? Ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kitoke katika kitu kichafu? Hapana awezaye. Kwa kuwa siku zake zimeamriwa, hesabu ya miezi yake unayo wewe. Nawe umemwekea mipaka yake asiyoweza kuipita. Acha kumwangalia yeye apate kupumzika hata atakapotimiza siku yake kama alivyoajiriwa. Yes. Kwani yako matumaini ya mti, ya kuwa ukikatwa utachipuka tena. Wala machipukizi yake hayatakoma. Japo kwa mizizi yake huchakaa mchangani, na shina lake kufa katika udongo. Lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa matawi kama miche. Mstari wa 10 nasema hivi, lakini mwanadamu hufariki dunia. Naam, mwanadamu hutoa roho na yuwapi? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Ayubu. Akiongea haya hajafa, yu mzima. Lakini alipitia mapito, akanusa mauti. Ukisikia mtu anaitwa Daudi anasema, nijapoenda kwenye bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa, maana uko pamoja nami. Huyu mtu alienenda katikati ya mauti. Lakini ashukuriwe Mungu, maana alimtia moyo, akamtia nguvu. Ayubu anatusimulia yale ambao ameona. Anasema mwanadamu aliyezaliwa na mtu, aliyezaliwa na mwanamke, siku zake ni chache. Siku zake ni chache. Uchanua kama maua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama vile tunaishi chini ya jua, wapendwa, Mungu ndiye faraja yetu. Mungu ndiye kimbilio letu. Zaburi 46 mstari wa 1. Mungu ndiye kimbilio letu na nguvu, mali tunamkimbilia. Yeye ni kimbilio letu, is our refuge and strength. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunajipicha kwake hata wakati wa mateso, hata wakati wa shida, tunajipicha kwake. Kazi ya Mola haina makosa. Bila simanzi metanda kote, tuacha vinywa wazi, Maria twalia. Kazi ya Mola haina makosa. Tumekubali leo kukukosa. Oh, bila simanzi metanda kote, tuacha vinywa wazi, Maria twalia.
jina kuu la mwanao Yesu Kristo, Mungu uliye mfalme wa wafalme, tunakushukuru, tunakuinua, tunalitukuza jina lako. Asante Bwana kwa ajili ya ulinzi wa safari, kwa ajili ya wapendwa, ewe Mungu wa mbingu na nchi. Jinsi vile ulivyoendelea Bwana wa mabwana kuwatoa kutoka kule Kilifi kuelekea mahali hapa. Najua ya kwamba Bwana imegharimu mkono wako wa rehema, na si Mungu wa upendo, tunazidi kuendelea kutukuza. Asante Bwana kwa ajili ya hatua hii ambayo Bwana umezidi kuendelea kuwapatia ulinzi, wameweza kufika salama. Jehova, endelea kutusaidia, endelea kutufariji, endelea kututia nguvu mpya. Na zaidi Baba, tunapoenda Bwana kutafakari neno lako takatifu, Roho wako aliye mwema, Mungu, akazidi kuendelea kutuelekeza katika faraja yako, ili Bwana tukazidi kuendelea kupokea kutoka kwako. Kwa jina la mwanao Yesu tumeomba na kusema. Kazi ya Mola haina makosa. Bila simanzi metanda kote, tuacha vinywa wazi, Maria twalia. Kazi ya Mola haina makosa, tumekubali leo kukukosa. Oh, bila simanzi metanda kote, tuacha vinywa wazi, Maria twalia. Dada Anita night na wahuzunika, tumekubali leo kukukosa. Oh, Mama Lilian Kato wahuzunika, hata nyanya Cecilia huzuni tele. Hakuma Shabia Mola kurehemu, sisi sote twaimba Maria ulale salama. Sote twalia Maria, twahuzunika Maria. Kazi ya Mungu haina makosa, ni mapema sana Maria umeondoka Maria, tulikupenda Maria, sote twalia. Bila simanzi metanda kote, tuacha vinywa wazi, Maria twalia. Kazi ya Mola haina makosa, tumekubali leo kukukosa. Oh, Auntie Paulina Terry, Deshi na Mili wote wanalia, wahuzunika. Uncle Billy na Willy pia na Rama wote wanalia, Maria ulale salama. Sote twalia Maria, twahuzunika Maria. Kazi ya Mungu haina makosa, ni mapema sana Maria umeondoka Maria, tulikupenda Maria, sote twalia. Rest in peace Maria. Kazi ya Mungu haina makosa, watu wa Vienna pia wanalia, sote twalia. Rest in peace Sandengala. Wewe
Kama mnaona hili ni chungu, hakuna ni changu. Sawa. Mtalala wapi? Neka, hayo yalikuwa maamuzi ya babangu na hayakuwa maamuzi yangu mimi. Angalia. Mbona waniwekea mambo na mimba? Maua, funguka macho, maua, funguka na macho. Sawa Rozi, wajuaji kama nitaanza mimi kwa mfano? Haya sawa. Yeah.
In every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his home. So carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. 'Cause we are a family whose hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky, praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. So carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, deceived and poor. Hold out your candle,
Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakao lifanyike hapa duniani kama uko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, samehe makosa yetu kama nasi tunasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa hata milele. Mungu wetu uliye Baba wa rehema nyingi na mtakatifu wa takatifu, tunakushukuru Bwana kwa ajili ya asubuhi njema ambayo Bwana umeifanya maishani mwetu. Hakika Baba umezidi kuendelea kuwa mwema katika maisha yetu kila wakati. Na si Mungu wa rehema nyingi, tunazidi kuendelea kujikabidhi mwako mikononi Baba. Umetuamsha vyema na salama, tumeweza kuona siku hii njema maishani mwetu. Hakika Baba kuna wengine ambao Mungu wameshindwa, lakini Bwana umeendelea kutuongoza, kutuwezesha. Tunauliza rehema zako zikatembee pamoja nasi Bwana katika ibada hii maalum ya wafu Jehova. Katika ulimwengu huu Baba hakuna makao ya kudumu. Tusaidie, tuwezeshe, tushikililie ili Baba katika yote tukauone ukuu wako ukiwa pamoja nasi. Fariji Bwana mioyo yetu na maisha yetu Bwana yakatawaliwe na wewe. Kwa jina la mwanao Yesu tumeomba na kufungua ratiba hii. Amen. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na salamu yote katika jina la Bwana. Kwa majina yangu yote naitwa Mzee James Kisao Philip Brackets HSC. Alelala pale ni mtoto wangu, ni mtoto wetu, ni mjukuu wa mtoto wetu Charles Mapenzi. Hapo naona vyatosha hapo. Basi kwa niaba ya mkubwa wangu John Philip ambaye hajiwezi, yuko mgonjwa pale nyumbani, umejituliza hapo, hawezi kufika mahali hapa, lakini namwakilisha wageni wote ambao wamekuja. Jisikie mko huru, umefika mahali ambapo pako sawa. Jisikie huru. Na pengine umepata kifungua kinywa, yani kwa kizungu inaitwa breakfast. Unaweza kusikia tumbo kidogo inakugusagusa. Kwa kina mama sasa, unaweza kupanda kule juu, hapa para pako sawa katika hali hiyo. Na vyumba hivyo ambavyo vina iko vinaweza kumrekebisha. Tunatumia maji sana hapa. Sehemu nyingine hata iko nyumbani, imewekwa nyumbani. Si usafi huu? Si usafi jamani huu. Hapa mahali pako sawa jamani. Najivunia hivyo mimi kama mzee wao. Kila mahali ukiingia pako sawa. Pako sawa. Tumia maji. Ile mambo ya kizamani tushapita sisi. Tushapita kitambo. Tunasonga mbele. Basi mwe huru. Kina mama waende upande huo, mkajisaidia upande huo, mko free. Kina baba sehemu za huku nyuma pia na mnamejipanga sawa sawa. Kina mama waende huko, na kina baba nao washughulike kwa pande zile nyingine. Tuko hapa mbele yenu kuongea kwa niaba ya marafiki. Maria alikuwa ni rafiki wa wengi, na nikiangalia hivi wengi wamefika. Maria alikuwa mtu mzuri kwetu, alikuwa mcheshi, na kando na hayo Maria pia alikuwa mwigizaji wa filamu ya Maua ambao wenye walikuwa jana walionyeshwa wenye alikuwa akifanya. Kwa hivyo sisi letu ni kuambia familia pole, kwa sababu najua wakati huu ni mgumu kwenu. Mungu awasaidie, maana hata sisi tukiwapatia faraja zetu haziwezi kuwasaidia. Lakini Mungu peke yake ndiye atakayekuwa kimbilio lenu, mkamtegemee na kwa yote atawapigania na atawatetea. Na sisi ambao tumebaki kama vijana tuzidi kumtumainia Mungu, yeye akabaki kuwa kimbilio kwetu, maana bila yeye hatuwezi. Tukiweze kupinga hizi
vifo vya mapema. Sisi ni vijana na tunastahili kuishi na kumtumikia Mungu. Hivyo basi tuzidi kupendana, tukazidi kujaliana na kuombeana. Mbarikiwe kwa hayo. Maria tumemjua kama msichana ambaye ni mtulivu, mcheshi, mwenye kupenda watu. Alikuwa na heshima. Huyu msichana alikuwa anaheshimu wakubwa na wadogo. Hatukumjua Maria kwa ubaya hata katika shughuli zake. Ndio maana tunaona hata marafiki zake wamejitolea kuja kwa sababu ile hali wameguswa na wamesikia uchungu. Kumpoteza Maria kumetugusa sana, na sisi pia tumefedheheshwa katika mioyo kwa sababu si hali rahisi. Tunawaambia wote waombolezaji wenzetu wote tuwe pole na tuzidi kutiana moyo. Hii jamii mnaiona hapa ni jamii ya mzee Salim Ndenge. Marehemu Maria ni kitukuu cha mzee Salim Ndenge kule Mwarakaya Choni. Mamake ni mjomba wangu. Mimi ndio last born katika ile msururu wa mzee Salim Ndenge. Kwa hivyo tuwe pole sote wale ambao wameweza kuja kujumuika na sisi. Na sisi pia tunashukuru sana jamii hapa Bamba kwa ushirikiano ule umetuonyesha mpaka sasa hivi ambao tumefika wakati wa kumstiri Maria. Ni uchungu sana kupoteza a young soul. Kijana mdogo kama Maria pale ameanza aanze kujitafutia. It's very painful and touching akipoteza maisha yake mapema. Lakini tunasema mambo ya Mungu hayana makosa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi natambulika kama Waziri Daktari Rutha Mamasha. Mimi hapa niko nyumbani. Nasimamia kile kitengo cha jinsia, vijana, michezo na huduma za jamii. Nikiongozwa na mstahiki gavana Gideon Maitha Mung'aro ambaye anajua niko hapa. Mmepokea salamu zake? Mmezipokea salamu zake? Asante. Mbali na hayo yote, tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu ilikuwa siku ya wanafamilia dunia nzima. International Day of Families, ambayo siku hiyo inatambua umuhimu wa kuishi kama familia. Familia ni mimi na wewe. Familia ni mimi na huyu mwenda zake. Ni jukumu letu kama wanafamilia kuweka wale wetu ambao ni familia pamoja. Kwa zuri, kwa baya, mko pamoja. Na jukumu langu. Kwa hivyo nimetumwa na mstahiki gavana. Ni wakati sasa Kilifi County kutambua yule ambaye ni mwanafamilia wako. Mkiangalia kwenye serikali kuu wanatembea na wanafamilia wao. Hano Kilifi County munamanya atwenu mzagbira mikono munamanya. I don't want to spend so much time explaining all this. Lakini kwa hiki kitengo cha jinsia vijana ambaye mwenda zake ni kijana, she's a youth. She's hardly 23. She was supposed to be having her birthday this month, 10th of May. Alikuwa ni TikTok. She had all the opportunities, but we never got to jail. Na waomba wanafamilia mutafute family tree. Wallahi mimbari hiyo, yani it is, viongozi wangu naomba tafadhali mnisikize vizuri. Na waomba tena sana viongozi wangu wakubwa, viongozi wa kidini. Siku hizi Kilifi County watu vijana hawaendi kanisani. Kama enda kanisani, kwa madrasa pia kama enda. Familia pia hawaleti watu pamoja. It is time for us to bring the family together. Dadangu sikumanyire lakini haha ni muzini, but whatever your vision had. Ya mambo ya familia, nimeona filamu yako. I'm sorry I'm talking to someone who is gone, but it is time for us to speak and defend the youth of Kilifi. Siakenga bule. It is time for us to hold the hands of Kilifi youths. Their future is youth.
Siakenga bule. 25th of June next month itakuwa siku ambayo tunakumbuka wale majenzi ambao waliuawa wapoteza maisha yao wakitetea serikali. Ano vijana wa Kilifi za Pangirani, fuza Gwirani tumewashika kivipi? Na waomba tafadhali viongozi. If you bring the families together, we shall support family. But if you create a distance, we don't know each other. Viongozi wa kidini, please bring us back as family. Sunday school irudi, madrasa irudi, michezo, zile filamu ambazo zilikuwa tunafanya way back wakati wa Easter, kulikuwa na pale Kaloleni Social Hall. Wale kuna hana a van and I will go. Mimi bedi mtoa Kaloleni count sub count. Wale funaenda huko funalola filamu ya Yesu Masi Easter. Tuangalie tena basi hiyo filamu iko acted ni Kigiriama. Vijana wetu tumewashika vipi? Na waomba tafadhali, if you have a proposal, niseni kwa ofisi yangu. Mimi sipendi chuchuchu. If you bring a proposal na iko na haki, I will defend it. Na waomba tafadhali. I don't want to be a politician today, but for all that are here, wana familia, tuwe pole sote na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yetu Billy Masha, mimi yangu ni Maria. Na hata kusoma theology on my behalf atajiintroduce. Bwana Yesu asifiwe. Wakubwa shikamooni. Wanarika hamjambo. Esther Chizi Konde ndio majina yangu. Aliyelala pale ni dadangu, she's my cousin sister. Mimi ni kitukuu cha pili cha mzee John Philip na Maria alikuwa kitukuu cha tatu, yeye ndo alikuwa ananifuata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya Mkobili nitawasomea historia fupi ya marehemu Maria kama ilivyoandikwa. Historia ya mazishi ya marehemu Maria Kadzo Masha aka Princess Adriana. Kuzaliwa. Marehemu Maria Kadzo Masha alizaliwa mnamo tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2003 Mombasa. Ni mtoto wa kwanza wa Ramadhan Mafyongo na Lilian Kadzo Masha. Ni dada mkubwa wa Edna Masha aka Benebene. Ni mjukuu wa kwanza wa marehemu Charles Mapenzi Masha na Cecilia Salim. Masomo. Maria aka Adriana aliweza kujiunga na shule ya chekechea ya Arthur Memorial Kilifi hadi darasa la 3 na kwenda shule ya msingi ya Mararani ambapo alimaliza darasa la 8 mwaka 2017. Marehemu alifuzu na kupata kwenda shule ya upili ya Mwangea Girls na kwa sababu zisizoepukika hakuweza kuendelea huko na kujiunga na shule ya upili ya Daystar iliyoko Kilifi na kuhitimu masomo yake ya shule ya upili. Maria kwa sababu alipenda masomo basi aliendelea na shule ya Utalii College Mombasa alipokuwa akiendeleza masomo yake. Maria was an active, loving and caring girl who would always light up a room with her smile. Kazi. Marehemu Maria alikuwa mwanabiashara na muigizaji. Alikuwa msichana aliyependa kuigiza katika mtandao wa Instagram na TikTok. Licha ya yeye kusoma, hakuacha kuendeleza biashara yake. Ugonjwa. Marehemu Maria alianza kulalamika maumivu ya viungo na kuumwa na kichwa tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka huu na kupelekwa hospitali ya Kairat Kilifi. Marehemu alifanyiwa uchunguzi na kubainika kuwa akona blood infection na kupewa madawa. Maria alirudi nyumbani na kuendelea na dawa alizopewa. Tarehe 31 mwezi wa 4 mwaka 2025 usiku, Maria alilalamika kuishiwa na pumzi na kuumwa na kiuno. Maumivu hayo yalimzidi Maria na ilipofika tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2025 asubuhi, Maria aliaga dunia. Maria alikuwa mcheshi, mpenda watu na amani. Tutautamani ucheshi wake na upendo aliokuwa nao bila kubagua mkubwa na mdogo. Mungu alitupatia, Mungu amechukua, jina la Bwana libarikiwe. Nilipeke yangu
Okay. Aliyelala hapa Maria ni mjukuu wetu. Mzee John Philip alizaa watoto 8, wavulana 4 na wasichana 4. Yule msichana wa kwanza anaweza enda akakaa. Baada ya huyo ndio akaingia Charles Masha Mapenzi ambaye ni marehemu. Tunavyoongea hapa saa hizi amelala pale, kuna zile mbuzi 2 pale. Hapo sasa ndio nyumbani kwake. Bibi yake tuko na yeye hapa. Tulimtoa kule Chonyi. Anaweza simama tu watu wakamuona. Asante. Naweza kaa. Watatu alipita kwa anaitwa Rachel Pato. Tuko na mtoto wake firstborn Teddy yuko. Asante. Mimi ni naongea ndio fourthborn. Baada ya mimi ndio yule sijui ameenda wapi. Lakini bibi yake yuko. Wacha simame pahali yuko. Ndio huyo. Asante. Baada ya yeye wewe unaweza enda pia. Baada ya yeye yule anafuata pia anaweza enda.
Sasa aliyebaki ni kitinda mimba. Wacha tu asalimie. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Lucy Salama. Mimi ndo baby wa mzee John. Asante. Napenda pia kumsimamisha yule mama ambaye amepoteza mtoto. Asimame tu tumuone. Simama tu. Asante. Charles Masha Mapenzi, huyo ndio first born. Second born asimame. Charles Masha Mapenzi. Asante. Akafuatiwa na asante. Na mwisho asante. Nafikiri sasa tumeona hiyo familia. Hao wengine nataka kushukuru, hata kama kile kipindi chengine kitakuja baadaye, yote ambao mmekuja kulia na sisi. Hii kusema kweli imekuwa pigo kubwa sana kwa familia, kwa sababu wiki 2-3 zilizopita tulikuwa tunasherehekea miaka 100 na ya mzee John, na wajukuu na vitukuu waliungana na wakaja kusherehekea pamoja na babu yao, na ilikuwa sherehe ya kufana, maanake walikuwa wamejipanga, na hakuna mtu aliweza kujua kwamba mmoja wao Mungu atamchukua si kitambo. Na hata ukiangalia zile video ambazo walipiga pale, huwezi kuamini. Lakini tunasema kazi ya Mungu haina makosa. Inabidi sasa tukubali yale yaliyojiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Mary Kadzo Morandu, na nimesimama kwa niaba ya aunti yake Maria ambaye ni Emily, na nitasoma wasifu wake. Today my heart is heavy as I try to find words to honor you. You are not just a niece, but a daughter to me, whom I raised as my own. You had a big heart, enough for everyone. You openly treated everyone equally and loved equally. Losing you feels like losing a part of myself, but I will hold on to every memory, every hug, every laugh we shared. You might be gone from this world, but never gone in my heart. Rest well, my dear. I will miss you forever. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nasoma wasifu wa nyanyake Maria. You've been so loving to me, and you are a friend, and not my granddaughter. Saying goodbye is so heavy, but I'll have to. I miss you dearly, and will forever be in my heart. Rest well, my granddaughter, from the grandmother. Dear sister, I want to say goodbye. And as much as it pains to say goodbye, you have always been my go-to person, and I will always remember every single moment we spent together. Thank you for the love you've given me. You are always loved and will forever love you. We'll miss you forever, dear sister. We love you and goodbye. Mbele yenu ni wajukuu na vitukuu wa John Philip, na tutawaimbia Igbo standard number 194, When the Mist Have Rolled Away. Lakini tutaimba kwa Kiswahili. Band, tuomba tutuanzishie tafadhali.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Poleni mlioondokewa. Mimi na familia yangu natoa rambirambi zangu. Kwa majina ama jina langu naitwa mchungaji Felix Shigogo Pekeshe. Haleluya. Siku ya leo nimekuwa mbele zenu kulileta neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka tusikize kwa makini, kwa sababu najua kila mmoja saa hizi ameshika kichwa anawaza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mawazo ni mengi, lakini kuna mtu ambaye ama kuna Mungu ambaye anafariji juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo nitaenda katika neno la Mungu, kitabu cha Mhubiri, Ecclesiastes. Mhubiri 1:3 kutoka mstari wa 1 mpaka wa 4. Neno la Mungu linasema hivi: kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupooza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Huu ndio wakati wa Maria. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tutalia, tutapiga kelele, lakini Mungu amesema, mtoto wangu njoo. Tusililie Maria, lakini nakuuliza wewe, je, umejitayarisha namna gani? Kwa sababu wakati wako unafika. Haleluya. Wakati unafika. Wakati wangu mimi Shigogo unafika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Je, umejitayarisha namna gani? Kwa sababu Mungu alisema, leteni mizigo yenu nami nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Vinosungu hata mimi sina raha, lakini wakati wake Mungu amesema ninang'oa kilicho chako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Natamani ukajue moyo wa Maria ulikuwa namna gani, na wewe moyo wako uko namna gani. Maria saizi alikuwa amejitayarisha vizuri, lakini wewe unajitayarisha namna gani wakati atakapokuja na kung'oa kilicho chake? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mpanzi atapanda, lakini wakati ambapo atapandwa kuna magugu ambayo itapandwa katikati yake. Akawa yule mpanzi anasema, ngoje ning'oe haya magugu. Bwana Yesu asifiwe. Akamweni ngoje, hata wakati mimi mwenyewe nitakuja kung'oa hayo magugu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yunaza. Mkute munsi yomambire Yesu yunaza. Haleluya. Mkuse mwenzako mwambie Yesu anakuja. Haleluya. Kila wakati familia
Mwangalie Yesu Kristo. Anti, mwangalie Yesu Kristo. Najua unanikumbuka sana. Mwangalie Yesu Kristo. Weka familia yako kwa Yesu Kristo. Familia yoyote, bamba, mwekeni Yesu Kristo mbele. Tutaenda kuabudu. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Oh, ni wewe unayeponya, ni wewe Bwana. Bwana, ni wewe unayefariji, ni wewe Bwana. Oh, ni wewe unaongoza, ni wewe Bwana. Baba, wacha pando hili Baba ambalo nimelipanda juu ya mji huu wa mama, wacha ikawe mbegu ambayo Baba itakuwa na kuzaa matunda yafayo toba, kwa maana ulisema uko njiani unakuja, na wewe ndiwe njia na uzima. Hakuna atakaye kuja kwako ila ni kwa wewe Yesu Kristo. Baba, tazama ninawakabidhi mikononi mwako familia yote. Nenda Baba kawafariji wewe mwenyewe, kajinue ndani yao, takasa mioyo yao, wape mioyo ambayo ni migumu, mioyo ya kukuangalia wewe, kwa maana ulisema katika Isaya 41 Baba 10 ukasema tusiogope, kwa maana umetushika mkono wa kuume. Baba, nenda kuwashikilia mkono wa kuume maadui zao wote Baba, nenda kuwatetea. Amani yako, kibali chako Baba kikawe juu ya maisha yao, na wazingira na ukuta wa moto. Zakaria 2:5 kasema wewe ni ukuta wa moto. Jehova, achilia ukuta wa moto juu ya maisha yao. Nenda Baba kawatetee, kawapiganie. Amani yako Jehova. Basi tukiwa hapo, nyosha mkono kwa hawa ambao wameondokewa. Katika Yohana 14:27 inasema kwamba amani yangu nawapatia na amani yangu nawaachia. Ukasema ya kwamba ni wapavyo mimi sivyo ulimwengu unavyowapatia. So Mungu huwa anapeana kitu cha kutuliza moyo. Mwanadamu anakuja, anaweza akaja akalia nawe, lakini akakuvunja moyo, akwambia leo hii utashika mti gani. Lakini hiyo Yohana 14:27 inasema amani yangu nawaachia na niwapavyo mimi sivyo ulimwengu unavyoweza kukupatia.
Naweza ukadanganya ukaambia kwamba nenda ukaviangalie kule, tujue ni nani aliua. Achana nayo. Akasema ulimwengu unavyopeana ulimwengu sivyo Yesu anavyopeana. Nyosha mkono tukaweze kuombea hao watu ili wapate faraja. Mtakatifu utendaye makubwa, ninakuamini kwamba kwako Bwana yote yawezekana. Baba, ulisema ya kwamba yanayoonekana kuwa magumu kwetu kwako Bwana yawezekana. Isaya 40 ukasema ya kwamba watulizeni moyo watu wangu, watulizeni moyo watu wangu. Hawa ni wako Bwana, watulize mioyo yao, watulize mioyo yao Bwana. Ndivyo Bwana ulikuja ili tukapate furaha. Umenena katika Mathayo 11:28 kwamba tukaweze Bwana kujitia nira yako na kujifunza kutoka kwako, na tutapata raha mioyoni mwetu. Baba, tuliza mioyo yao, wajifunze kutoka kwako. Kila ndoto zote ambazo hutoka kuzimu za kuleta vitisho, kuanzia leo Mungu tunakomesha katika jina la Yesu. Tunakujua Baba ndio mfalme wa amani. Wazingire hawa Bwana, waingiapo watokapo, wakakuone wewe uliye uzima wetu, wakakuone Bwana, maana wewe ndiwe thawabu yetu. Ulimwambia Abrahamu mlango wa 15 kitabu cha Mwanzo, Mungu ukasema wewe ndiwe ngao na wathamani kubwa maishani. Baba, asante, maana unaenda kutuliza mioyo yao. Wewe unaweza kutuliza bahari, unaweza kutuliza misukosuko, wadogo kwa wakubwa. Tunawakabidhi kwako Baba, jamii hii isiweze kutawanyika, bali wakaweze kukuamini wewe. Inaamini wewe ndio mfalme, wewe ndio mfariji wetu. Fariji mioyo yao, wakaona amani. Heshima na utukufu ni kwako Baba, kwa Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi. Tuseme amen. Wabariki, muwe pole, muwe pole. Wabariki, muwe pole, muwe pole. Anti, pole. Pole, 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 pole. Yes. Oh no. Rest in peace, Maria. Rest in peace. Kazi ya Mola haina makosa. Bila simanzi metanda kote, tuacha vinywa wazi, Maria twalia. Kazi ya Mola haina makosa, tumekubali leo kukukosa. Oh, bila simanzi metanda kote, tuacha vinywa wazi, Maria twalia. Dada Anita night now wahuzunika, tumekubali leo kukukosa. Oh, Mama Lilian Kato wahuzunika, hata nyanya Cecilia huzuni tele. Mama Shabia, Mola kurehemu, sisi sote twaimba Maria ulale salama.
Rest in peace Maria. Rest in peace. Kazi ya Mola haina makosa. Bila simanzi metanda kote, tuacha vinywa wazi, Maria twalia. Kazi ya Mola haina makosa, tumekubali leo kukukosa. Oh, bila simanzi metanda kote, tuacha vinywa wazi, Maria twalia. Dada Anita night na wahuzunika, tumekubali leo kukukosa. Oh, Mama Lian Kato wahuzunika, atanyanya sisia huzuni tele. Sisi sote twaimba Maria ulale salama. Sote twalia Maria, twahuzunika Maria. Kazi ya Mungu haina makosa. Mapema sana Maria, umeondoka Maria, tulikupenda Maria, sote twalia. Bila simanzi metanda kote, tuacha vinywa wazi, Maria twalia. Kazi ya Mola haina makosa, tumekubali leo kukukosa. Oh, Auntie Paulina Terry, Deshi na Mili wote wanalia, wahuzunika. Uncle Billy na Willy pia na Rama wote wanalia, Maria ulale salama. Sote twalia Maria, twahuzunika Maria. Kazi ya Mungu haina makosa. Ni mapema sana Maria, umeondoka Maria, tulikupenda Maria, sote twalia. Rest in peace Maria. Kazi ya Mungu haina makosa. Watu wa Vienna pia wanalia, sote twalia. Rest in peace Sandengala.